Karibu sana mtazamaji wa Kishamba TV, karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wa nusu fainali mkondo wa pili kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba, ambapo unatarajiwa kucheza siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa 4 pale Afrika ya Kusini. Niko hapa na mchezaji wa zamani ambaye sasa hivi ni mchambuzi wa soka nchini, Amri Kiemba. Tutaenda kumsikiliza maoni yake kuelekea mchezo huo. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera ipo director Moji. Kaka kwema? Alhamdulillah. Tunaelekea kwenye mchezo wa marudiano wa kufuzu hatua ya fainali, Simba dhidi ya Stellenbosch kule Afrika ya Kusini. Kiwango cha Simba kinaendelea, kikosi cha Simba kipo kule Afrika ya Kusini, lakini mara baada ya mchezo wa kwanza kukamatika na Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0, malalamiko mengi yameenda kwa washambuliaji wa Simba. Ni kweli tunaweza tukasema kuna mapungufu hayo kwenye safu ya ushambuliaji kwenye kikosi cha Simba? Unaweza kusema kwa sababu wanaosema wanakuja na namba na always namba unaweza ukawa una njia ya kuzipinga, lakini tukirudi kwenye uhalisia wa mchezo, kwa mfano mechi iliyopita unaweza ukawa na nafasi chache sana ya kuhukumu au wachezaji ambao wanahukumu. Unajua ukizungumzia safu ya ushambuliaji unazungumzia kuanzia mchezaji ambaye anacheza namba 7 mpaka anayecheza namba 11. Lakini mara zote huwa wanazungumzwa tu wale washambuliaji wawili ambao wanapishana, aidha ni Mkwala ama Teba, ndio ambao wanazungumzwa kama washambuliaji, lakini ushambuliaji ni idara yote nzima. Ukiangalia namna ambavyo mechi ilichezwa kwa mfano iliyopita, chances ambazo unaweza kusema timu ilitengeneza na zikakoswa, kwa mujibu wangu mimi ni nafasi 2 tu, ambayo alikosa Ahua na alikosa Ateba baada ya goalkeeper kufanya kazi yake. Ndio ambazo unaweza ukaziona, lakini kwa mchezo mzima hakukuwa na nafasi ambayo unaweza ukamlaumu mshambuliaji kwamba ile alipaswa kufunga. Zingine zilikuwa ni za 50 kwa 50 ambazo zina asilimia chache kuweza kubadilishwa kuwa magoli. Lakini kiujumla watu wamekuwa wakihukumu pia kwa mechi za historia, kwamba Ateba amekuwa akihukumiwa kwa kumisi nafasi, si tu kwenye michuano ya kimataifa lakini hata kwenye ligi. Kuna baadhi ya nafasi ambazo amekuwa akitengenezewa na kuzikosa, ambalo ni jambo wakati mwingine la kawaida kwa mchezaji kukosa nafasi. Lakini kwa ujumla kama timu inafunga, kwa sababu ni mechi chache sana ambazo Simba hawajafunga. Ukiangalia kwenye michuano hii ni mechi zidi ya Al-Masri ya ugenini ndio Simba hakufunga goli, lakini mechi zingine zote ambazo Simba amecheza kwenye michuano hii amefunga. Hata kama alikuwa yuko ugenini ama yuko nyumbani, amefunga mechi zote magoli. Kwa hiyo kama timu inafunga, lakini huenda labda wanataka mtu ambaye anasimama mwisho kama kiongozi ndo aweze kuziconvert hizo nafasi. Lakini kuna nafasi pia alifunga Ahua baada ya kusetiwa na Teba kwenye mchezo walioenda kucheza dhidi ya, walicheza na Sifaxen nadhani, Simba ambao walishinda ugenini. Ni Ateba ndo alomsetia Ahua na wakafunga. Kwa kwangu mimi nadhani kama washambuliaji kwa kiasi kikubwa wanatimiza majukumu yao kuhakikisha timu inapata matokeo ya ushindi kwa kutengeneza nafasi au nafasi chache ambazo wanafunga miongoni mwa nyingi ambazo zinatengenezwa. Kwa hiyo hawapo kwa labda kwenye daraja la ubora wa kumalizia kila nafasi 2 kuwa goli, lakini wako kwenye daraja la kuisaidia timu kupata matokeo ya ushindi. Wanaenda kwenye mchezo wa marudiano kule Afrika ya Kusini. Tunafahamu timu za Afrika ya Kusini hasa kwenye msimu huu wakiwa nyumbani mpira unakuwa mgumu sana. Tumemshuhudia pale Mamelodi dhidi ya Al Ahly, lakini Pyramids dhidi ya Orlando Pirates. Michezo yote hiyo ilimalizika bila goli la aina yoyote. Mnyama Simba anaenda pale, nini hasa afanye kwa ajili ya kulinda goli moja lakini pia kutoruhusu goli? Cha kwanza tukiangalia mechi ambayo Simba amecheza akiwa ugenini, tunaweza kuona ni mechi moja tu ndio ambayo Simba hajafunga ugenini, ambako alikuwa anatoka, ni mechi dhidi ya Al-Masri. Lakini tukija kwenye mechi ambayo Simba ugenini hajafungwa, tunakuja ni mechi ya dhidi ya CS Sfaxien ambayo Simba alishinda goli 1-0. Kwa hiyo ni timu ambayo ugenini imekuwa ikiruhusu,
lakini pia na yenyewe imekuwa na ni nzuri ya kufunga. Kwa hiyo bado ni timu ambayo unaweza ukawa na matumaini huko na ukwenda, walau ina wastani wa kupata goli kwenye kila mchezo. Kwa hiyo wao Simba tayari wana kitu wameshakishika, kikubwa ni namna gani watakilinda. Na mimi sina shaka na mwalimu kama atapata wachezaji wake kwenye viwango ambavyo wamekuwa wakionyesha, kwa sababu mwalimu amekuwa na mpango mzuri sana wa kuziendea mechi za Simba, na ndio umekuwa nguzo ya haya mafanikio ya Simba kwa msimu ambao ilikuwa tunahesabu kama timu ambayo inatengeneza timu yao. Kwa hivyo kitazama kikosi cha Stellenbosch kilivyocheza nyumbani hapa Tanzania, unakiona kikifanya jambo pale Afrika ya Kusini? Sio timu tuseme sio timu mbovu, kwa maana timu mpaka inafika kwenye hatua ya nusu finali bila kujali imepita njia gani, lakini tunapaswa kujua ni timu inacheza nusu finali. Lakini Simba ni hapa kwetu ambao sisi tumezoea kuiona mara kwa mara ikicheza. Kwa hiyo kuna wakati tumeshazoea mpaka hatuwezi kuona kile kitu kizuri ambacho labda wao wanafanya. Ingekuwa Simba ndio timu ambayo imekuja kucheza ugenini na kile ambacho walikionyesha, huenda tungesema mechi ijayo itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hatukuzoea kuwaona. Lakini bado kwangu mimi nadhani Simba imekuwa na muendelezo mzuri sana kwenye michuano hii kwa msimu huu, na mwalimu kila siku kikosi chake anazidi kukielewa na namna ya kutafuta balance ya timu. Naona mwalimu ameshapata balance, ni kwa baadhi tu ya wachezaji kukua kwenye kiwango au kutokuwa kwenye kiwango kwa siku husika, lakini kuendea mchezo huu hauwezi kuwa rahisi kwa sababu na wao wanaamini goli moja ni goli ambalo wanaweza nao wakalipata na wakafunga na zaidi, na ndio maana hata baada ya mchezo hawakuonekana kusikitika, walionekana tu kuwa ni timu kama vile ambao inafikiria kipindi cha pili namna gani itakuja kubadilisha mchezo. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa watumwa zaidi kwenye mchezo huo, kwa maana kwamba kama ni sehemu ya kukimbia, wao wanapaswa kukimbia zaidi kuliko Stellenbosch, na kama ni sehemu ya kupambana kwa kutumia nguvu, wanapaswa kutumia nguvu zaidi. Sehemu ambayo inahitaji akili, yani wanapaswa kuwa na akili zaidi kuliko wapinzani ili kuweza kuamudu. Kwa Stellenbosch namna ambavyo walicheza mechi mbili na Zamalek, unaweza ukaiona ni timu ambayo imedeserve kufika nusu finali kutokana na kundi ambalo walitoka. Stellenbosch wanatoka kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Berkane, ambaye Berkane naye yupo kwenye nusu finali. Na nusu finali ya Berkane amecheza na mshindi aliyotoka kwenye kundi la Simba. Kwa hiyo ni makundi mawili ambayo yanapambana. Aliyekuwa wa kwanza amecheza na wa pili wa kundi la Simba, na wa kwanza Simba amecheza na wa pili kundi la Berkane. Yule kashinda 4-0, Simba kashinda 1-0. Kwa hiyo ni timu ambazo ukiziweka kwenye uzani unaziona hazipishani mbali. Though Simba anaweza kuwa na experience kubwa ya michuano, ambacho kinaweza kuwa ni kitu ambacho kina backup, lakini historia mbaya ya kutolewa mara kwa mara kwenye hatua za mtoano inawezekana pia ikawa ni kitu kinawasukuma Simba kuona namna gani ni nini wamejifunza kwenye misimu 5-6 kwenye hatua za mtoano. Kwa hiyo mimi ukiniambia kutoa nafasi kati ya timu ya Stellenbosch na Simba, timu gani na nafasi kubwa ya kwenda kwenye hatua inayofuata, nitaipa Simba kwa sababu tayari wana ushindi. Lakini ukija kwenye uhalisia wako 50-50, timu yote inaweza kusonga na kwenda mbele. Tugusie kiwango cha Simba kwenye dakika 45 za kwanza, lakini pia dakika 45 za pili. Maneno mengi yamekuwa Simba ambayo inacheza kipindi cha kwanza inakuwa ni yenye nguvu sana, tofauti na ambayo inacheza kipindi cha pili. Kuna ukweli wowote? Mimi naona ni kubadilisha tu namna ya kuiendea mechi kulingana na uhitaji. Yaani Simba ambayo inakuwa inatafuta kupata walau goli, huwa ni Simba tofauti ambayo imeshapata goli na inataka kulilinda. Kwa hiyo labda kwenye eneo hilo watu wangezani baada ya kupata goli moja Simba inapaswa tena kutafuta magoli mengine, lakini pia bila kujali namna ambavyo mpinzani naye ana react kutokana na muda unavyokwenda na matukio yanavyoendelea. Kwa hiyo nadhani kwa Simba wamekuwa wakienda na hawachukuliwi na ile hali ya kupata goli moja, hawachukuliwi na ile tamaa ya kuwa na magoli mengi na kusahau kwamba mpinzani naye kila wakati anabadilisha mbinu na namna ya kucheza ili kuweza kusawazisha. Kwa hiyo imekuwa hivyo tofauti kwa sababu wakishapata mwalimu akishatafuta goli akalipata,
amekuwa anafikiria namna gani atalilinda bila kuanza kufikiria anaongezaje magoli mengine. Kwa hiyo ndio imekuja imeleta hiyo tafsiri ya timu mbili, na si kwamba timu inakuwa imechoka, lakini pia ukiona Simba ambayo imecheza kipindi cha kwanza na haijapata kile ilichokuwa inakitaka, imekuwa ni Simba tofauti kipindi cha pili na kuonekana bado ina nguvu na kuendelea kuhitaji. Kwa hiyo ni Simba ambayo inacheza kulingana na game inavyokwenda, lakini na mpinzani namna ambavyo anabadilika. Kwa namna ambayo wanacheza kwamba wakishapata goli wana relax kwa ajili ya kulinda. Kuna namna yoyote ambayo inaweza ikaathiri timu? Mimi siiti wana relax, nadhani ni wanaingia kwenye mpango mwingine, kwa sababu mwisho wa siku mpira wa miguu ni mchezo ambao walimu wanaulizana maswali. Ukishindwa kupata majibu ya swali uliloulizwa utaadhibiwa. Kwa hiyo ni walimu ambao wanaulizana maswali na ambaye atajibu maswali vizuri ndiye ambaye ataondoka mwisho wa siku akiwa na matokeo mazuri ya mchezo. Kwa hiyo benchi la Simba limekuwa likiuliza maswali na pia likijitahidi kujibu maswali ya mpinzani, na ndio maana wamekuwa wakiibuka na ushindi japo wafurahishi watu ambao walikuwa wanatazama. Nikushukuru. Karibu. Mtazamaji wa Kishamba TV, mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ambapo umeweza kumsikiliza mchambuzi wa soka nchini Amri Kiemba akitoa maoni yake kuelekea kwenye mchezo wa nusu fainali mkondo wa pili kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba ambao unatarajiwa kuchezeka siku ya Jumapili pale Afrika ya Kusini. Sisi kama Kishamba Media pamoja na Watanzania wote tunamtakia mnyama kila laheri kwenye mchezo wake huu. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera yupo director Moji.